Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Nizia Masinde, na kwenye habari za michezo tutakuwa naye Wahabili Mei. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais wa Zanzibar awahakikishia wananchi amani na utulivu katika uchaguzi mkuu. Hali ya ukuaji wa uchumi wa Tanzania katika robo ya pili ya mwaka inatarajia kukua kwa 6.1%. Na katika habari za kimataifa, Rais wa Korea Kusini aondolewa rasmi madarakani. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewahakikishia wananchi kuwa uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu utafanyika kwa amani na utulivu. Taarifa zaidi inasomwa na Muhammad Jamal. Alhaji Daktari Mwinyi amesema hayo alipotoa salamu baada ya kujumuika na waumini wa dini ya Kiislamu katika sala ya Ijumaa uliosaliwa Masjidi Raudha uliopo daraja bovu Madukani, wilaya Mjini Unguja, na kueleza kuwa dhamira ya serikali anayoiongoza ni kuona uchaguzi huo kuwa ni kielelezo cha kuwepo kwa amani ya kudumu. Alhaji Daktari Mwinyi amesema ni wajibu wa msingi kwa kila mwananchi kuhakikisha amani iliyopo inadumishwa wakati huu na baada ya uchaguzi, ili nchi ipige hatua zaidi za maendeleo katika nyanja tofauti. Sote tuweke dhamira na nia ya kwamba mwaka huu tuingie katika uchaguzi kwa salama, tutoke katika uchaguzi kwa salama, nchi yetu tuwe wamoja, tuendeleze amani hii tuliyokuwa nayo, ili yale maendeleo ambayo sote tunayataka yaweze kupatikana. Ndugu zangu, kipindi hichi cha miaka mitano ya awamu ya 8 tumefanya miradi mingi ya maendeleo. Nyote ni mashahidi. Kwenye elimu, maskuli mengi tumejenga. Kwenye afya, hospitali nyingi tumejenga. Kwenye barabara, kila pahali zimepita. Kwenye maji, tumejitahidi maji tumesambaza. Lakini kwenye michezo, kila sehemu utakayozungumza wewe kuna athari, kuna alama tuliyoiweka. Sio maana yake kwamba tumemaliza. Maana yake bado kuna kazi ya kufanywa kubwa. Tunataka amani, tunataka umoja, tunataka utulivu, ili haya sasa katika kipindi kijacho tuyakamilishe pale tulipokuwa hatujakamilisha. Aidha, amewanasihi waumini wa dini ya Kiislamu kuendeleza utaratibu wa kuwasaidia watu wanaohitaji misaada kama ilivyofanyika vyema wakati wa mwezi wa Ramadhan. Naye katibu mtendaji wa ofisi ya Mufti Sheikh Khalid Ali Mfaume amewahimiza waumini hao umuhimu wa kumwombea dua kiongozi wa nchi kuwa ni wajibu wa kila muumini wa Kiislamu, kwani kutengemaa kwa kiongozi ndio nyenzo muhimu na dira ya mafanikio ya taifa. Tuna wajibu sisi kama Waislamu katika nchi hii ya kuombea dua viongozi wote, hasa yule nahodha wetu Dr. Hussein, tumuombee dua sana. Na aliulizwa huyu mwanachuoni Fudheli, kwa nini wewe kama dua moja ungemwombea kiongozi? Akasema kutengenekea kwa kiongozi ndio kutengenekea kwa wanadamu, pamoja na mji utakuwa mzuri na wananchi watakuwa vizuri muda atakapotengekea kiongozi. Akiharibikiwa kiongozi, balaa litashuka huku, itakuwa matatizo. Kiongozi haambiliki, kiongozi hashauriki, kiongozi hamsikii mtu, kiongozi hataki lolote kwa sababu ya dua zenu mbaya. Awali, Rais wa Zanzibar alijumuika na wananchi katika maziko ya mwandishi wa habari mwandamizi marehemu Hassan Abdallah Khamis aliyefariki dunia Aprili 3. Asante sana Muhammad Jamal kwa taarifa hiyo. Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa wawekezaji kutoka Ufaransa kuwekeza Tanzania katika sekta ya viwanda vya kuzalisha dawa za binadamu ili kukabiliana na upungufu wa dawa muhimu za binadamu, hali inayosababishwa na mabadiliko ya sera za nchi mbalimbali duniani. Taarifa zaidi inasomwa na Recho Chacha. Dr. Nchemba ametoa rai hiyo jijini Paris nchini Ufaransa alipokutana na kufanya mazungumzo na ujumbe wa shirika la maendeleo la Ufaransa AFD wakiongozwa na naibu mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Bertrand Wolkener, na kueleza kuwa Tanzania chini ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan inajipanga kutekeleza miradi ya ujenzi wa viwanda vitakavyozalisha dawa muhimu zikiwemo za malaria. Dr. Nchemba alikuwa akijibu hoja ya kiongozi huyo wa shirika la maendeleo la Ufaransa AFD aliyetaka kufahamu mipango ya serikali ya kukabiliana na mabadiliko ya sera za serikali ya Marekani ambayo imesitisha utoaji misaada kwenye sekta mbalimbali ikiwemo ya afya. Tumejadiliana pia kuhusu maeneo mahususi ambayo tunaweza tukashirikiana, moja likiwa la ujenzi wa reli pamoja na maeneo ya sekta ya afya, ambapo serikali ya Tanzania chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan
inajipanga kutekeleza miradi ya uzalishaji wa vifaa vinavyohitajika pamoja na dawa hasa zinazohusu maeneo ambayo yalikuwa yanapata udhamini kutoka nje, ambako kutokana na mabadiliko ya sera yanaweza yakaathiri upatikanaji wake. Tunaialika AFD kushirikiana na serikali ya Tanzania pamoja na sekta binafsi ili kuweza kutekeleza dira hiyo ya kutengeneza kujitegemea katika uzalishaji wa dawa pamoja na vifaa tiba ndani ya nchi. Aidha, amesema kuwa serikali ya Ufaransa imekuwa ikiisaidia Tanzania katika ajenda za maendeleo kuanzia mwaka 1980, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa kiwanja cha ndege cha Dar es Salaam, maendeleo ya sekta ya nishati, maji na kilimo, miradi ambayo imekuwa na manufaa kwa wananchi. Kwa upande wake, naibu mkurugenzi mtendaji wa shirika la maendeleo la Ufaransa AFD, Bertrand Wolkena, amesema kuwa suala la nchi za Afrika ikiwemo Tanzania kuwa na viwanda vyake vya kuzalisha dawa ni muhimu kwa ajili ya mustakabali wa maisha ya wananchi wake. This is clearly an area where mobilizing the private sector, being able to invest locally and create value locally, and a sector which requires a long-term view, because we didn't know that COVID-19 was coming. We didn't know that President Trump would shut US aid. We didn't know that exports to the United States would increase by 20 or 25%. So we clearly need the mobilization of countries to take a long-term view on what is required today in Tanzania to face the health issues that will develop over the years, and to make the necessary investments that normally require both public and private funding. Sanjari na hayo, ameahidi kuishawishi sekta binafsi kutoka Ufaransa kuwekeza Tanzania katika sekta ya afya kwa kujenga viwanda vya kutengeneza dawa ili kutimiza lengo na matarajio ya nchi katika kuwahudumia wananchi. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi ametoa wito kwa wahariri na waandishi wa habari nchini kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi wa 10 mwaka huu kutumia vyema taaluma ya habari katika kuendelea kutunza tunu ya amani na utulivu uliopo nchini. Taarifa zaidi tuungane na Innocent Roma kutoka mkoani Ruvuma. Balozi Daktari Nchimbi ametoa wito huu akiwa mkoani Ruvuma kwenye hafla ya uzinduzi wa mkutano mkuu maalum wa jukwaa kuu la wahariri wa vyombo vya habari nchini, ambapo akizungumza na wahariri amewapongeza kwa kazi kubwa wanayoifanya ya kuhakikisha jamii ambayo ni waraji wa kazi zinazopita mikononi mwao inapata habari zisizo na ukakasi. Aidha, amewataka wahariri na waandishi wa habari katika msimu huu kuelekea kwenye uchaguzi mkuu kuendelea kuandika habari kwa kuzingatia misingi ya uandishi wa habari. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Ni mwaka ambao vyombo vya habari kwanza vina wajibu wa kutenda haki kwa taifa, kuhakikisha wananchi wanapata habari za kutosha zinazotokea katika jamii. Lakini pia ni kipindi cha kuhakikisha kwamba tunatumia nguvu yetu ya kalamu kuhakikisha kwamba taifa linaendelea kuwa na mshikamano, taifa linaendelea kuwa na umoja. Tutumie nguvu yetu ya kalamu kuhakikisha taifa linajiepusha na mifarakano. Akiwasilisha salamu za serikali, waziri wa Katiba na Sheria amesema serikali ya awamu ya 6 kupitia Wizara ya Katiba na Sheria itaendelea kulinda haki za wanahabari kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Majukumu wanayotekeleza wadau wa habari ni majukumu ya kikatiba, majukumu yanayotokana na ibara ya 18 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kuwa mimi ndio nina dhamana ya kuisimamia katiba, nina furaha kuwa hapa na kueleza kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya Mama Samia, serikali ya awamu ya 6 kupitia Wizara ya Katiba na Sheria tunawaunga mkono sana, na tutashikamana na waandishi wa habari kuhakikisha kwamba nchi yetu inapata maendeleo zaidi. Uhuru wa vyombo vya habari na maslahi ya wanahabari kama alivyosema mwenyekiti, haya tumeyafanyia kazi, tunaendelea kuyafanyia kazi, na niwaahidi tu kwamba tutaendelea kushirikiana na wadau wa sekta hii
ili kuhakikisha mazingira bora ya uendeshaji wa vyombo vya habari nchini. Tumeshuhudia jitihada mbalimbali anazofanya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika miaka ya hivi karibuni kuimarisha uhuru wa vyombo vya habari nchini. Mheshimiwa Rais Samia katika miaka ya hivi karibuni ameimarisha uhuru wa vyombo vya habari nchini, ikiwa ni pamoja na kuanzishwa kwa bodi ya ithibati ambayo itasaidia katika kukuza taaluma na weledi wa wanahabari nchini. Kwa upande wake, mwenyekiti wa jukwaa la wahariri wa habari nchini ameiomba serikali kuendelea kuboresha mazingira ya kiuchumi kwa vyombo vya habari nchini. Tunatambua juhudi za serikali katika kuboresha mazingira ya uendeshaji wa vyombo vya habari, ikiwa ni pamoja na mabadiliko ya sheria na sera zinazoathiri sekta hii. Tunaomba serikali ya chama chako cha CCM iendelee kushirikiana nasi katika kuhakikisha kuwa mazingira haya yanakuwa bora zaidi, hususan katika masuala ya uhuru wa vyombo vya habari, upatikanaji wa matangazo na sera ya uchumi wa vyombo vya habari. Tuwe na sera maalum ya kuwezesha vyombo vya habari. Nchi za wenzetu wanafanya hivyo. Asante sana Innocent kwa taarifa hiyo. Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi imepiga marufuku kuendeleza ujenzi wa makazi katika eneo lenye mgogoro wa ardhi kati ya wananchi wa mtaa wa Lunywanywi na Magoda, eneo linalomilikiwa na Kanisa la Kiinjili na Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Kusini, hadi tume maalum iliyoundwa na kutathmini uhalali wa umiliki dhidi ya wanaodaiwa kuvamia eneo hilo utakapokamilika. Taarifa zaidi na Ibrahim Mlele kutoka Njombe inafafanua zaidi. Agizo hilo limetolewa na Waziri wa Ardhi Deogratius Ndejembi mkoani hapa wakati alipotembelea eneo la mgogoro lililopo mtaa wa Lunywanywi, halmashauri ya mji wa Njombe, mara baada ya kufanyika kwa kikao cha ndani na viongozi wa serikali, Chama cha Mapinduzi mkoa, vyombo vya ulinzi na usalama na uongozi wa kanisa la KKT ukiongozwa na askofu wa Dayosisi ya Kusini Dr. Mark Fiabango. Kuanzia sasa naweka marufuku ya ujenzi wowote au uvamizi wowote kuendelea katika eneo. Lakini vile vile ukiacha kuweka marufuku hiyo, nina kuomba Mheshimiwa DC tumie vyombo vyako vya ulinzi na usalama kwa maana ya TAKUKURU kuweza kuhakikisha wanapitia nyaraka zote za wale waliouziwa na watu ambao sio kanisa, kuona walipataje maeneo haya, na kama kuna wowote wale waliohusika watu wa serikali kusaini nyaraka zozote, basi hatua kali zichukuliwe, kwa sababu hapa ni eneo lenye umiliki halali kabisa. Lakini tutakaa sasa tuone baada ya tathmini hiyo tunatoka vipi katika hawa walioingia. Aidha, Waziri Ndejembi amesisitiza kuwa hakuna mwananchi kuendelea na ujenzi wa makazi ndani ya eneo hilo hadi tathmini itakapofanywa na timu maalum itakayofanya kazi kwa muda wa wiki 2. Sitarajii kuona kuna wengine wanaingia tena kuanza ujenzi, na yoyote ataingia kuanzia leo, na uzuri niko na mwakilishi wa wananchi, yoyote ataingia kuanzia leo, hatua kali dhidi yake zichukuliwe. Kwanza hiyo tuvunje kuanzia msingi, tusisubiri wakati mtu kashafika kwenye lenta. Tunapoona msingi unachimbwa tuchukue hatua kali. Katika hatua nyingine, mbunge wa jimbo la Njombe mjini Deo Mwanyika, akiwa eneo la mgogoro uliodumu kwa zaidi ya miaka 18 hivi sasa, amezungumza kwa niaba ya wananchi wanaodaiwa kuvamia eneo hilo. Mgogoro huu umezidi kuwa mkubwa kwa sababu watu wameendelea kujenga kwenye eneo hili. Tulivyokuwa tunashughulikia miaka 2 iliyopita, labda ingekuwa ni rahisi kutatua kuliko leo. Leo watu ni wengi zaidi wameingia. Hapa kuna ambao wamevamia, lakini kuna wengine ambao wamenunua wakiuziwa kwa nia njema tu, wakidhania kwamba wananunua eneo salama. Kwa hiyo unahusisha watu wengi sana. Na nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa sababu umetoa amri kwamba kuanzia leo, atakayejenga kuanzia leo, sheria ichukue mkondo wake. Kwa maana hiyo, wale ambao wamejenga kabla ya leo, tunangojea hiyo kamati ambayo inakuja na itatoa ripoti ambapo itampatia waziri na tutajua sasa tunakwenda vipi kwa mbele. Serikali ya mkoa wa Njombe kupitia mkuu wa wilaya ya Njombe Bwana Juma Sweda kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka imeahidi kuyasimamia maagizo yote ya awali yaliyotolewa na Waziri Ndejembi. Tumepata faraja sana ya kwamba sasa tunaona hatua nyingine tunaelekea. Kwa cha msingi ni kuwaomba wananchi kwamba kwanza waendelee kuwa watulivu wakati serikali inaendelea na hatua nyingine ya utatuzi wa mgogoro huu. Lakini cha pili, Mheshimiwa Waziri, tunapokea sisi maelekezo yako kama ulivyosema, na nipende kutumia nafasi na fursa hii
pia viongozi wenzangu hususan wa mitaa kwenye eneo hili na wenye viti wa vijiji, wenye viti wa mitaa wasipende kusaini kila kitu ambacho wanaletewa kwamba mtu amenunua. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Njombe, hii ni TVE Habari. Mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Asante sana Ibrahim kwa taarifa hiyo. Serikali imebainisha kuwa itaendelea kuimarisha mfumo wa utafiti ili kuboresha utoaji wa huduma za afya kwa kutumia matokeo ya utafiti, ikiwa ni pamoja na kuendelea kutenga fedha za utafiti. Pendo Mangala kutoka Dodoma anaarifu zaidi. Hayo yameelezwa hii leo jijini Dodoma na Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya Dr. Sefu Shekalage kwa niaba ya Waziri wa Afya wakati akifungua kongamano la kisayansi katika kuelekea wiki ya afya kitaifa. Serikali itaendelea kuimarisha mfumo wa utafiti na kutumia matokeo ya utafiti katika kupanga na kutekeleza mikakati ya mipango ya afya. Serikali itaendelea kutenga fedha za kufanyia tafiti muhimu za afya kila inapowezekana. Serikali itaendelea kusimamia na kuratibu tafiti zote za afya zinazofanyika nchini. Lakini pia serikali itaendelea kuboresha ushirikiano na wadau wa tafiti mbalimbali ndani na nje ya nchi. Sanjari na hilo, Dr. Sefu ametaka wataalamu wa afya katika wiki hiyo ya afya kuhakikisha wanajadili kuona nini wanafanya kuhusu kuzuia magonjwa yasiyo ya kuambukiza kutokana na kuwepo kwa ongezeko kubwa la wagonjwa hao. Tunajua tuna magonjwa kwa mfano NCDs, tuna kansa na magonjwa mengine ambayo yanapanda. Ni nini tunatakiwa tufanye? Jamii yetu inauelewa kiasi gani juu ya mambo ambayo yanawakabili? Kwa nini jamii yetu watu wanakuja wakiwa kwenye late stage ya kansa? Kwa nini watu wetu hawana utaratibu wa kuangalia afya zao mpaka tunaona mtu anapigwa na stroke? Tusifurahie increasing number ya wagonjwa katika hospitali zetu na tukafurahia mapato ambayo tunayoyapata. Kumbe tungeweza kuwazuia na resources zile tungeweza kuzitumia katika kufanya mambo mengine. Kwa upande wake, mganga mkuu wa serikali Dr. Grace Magembe amesema watatumia kongamano hilo kuangalia tafiti mbalimbali ambazo zimefanyika Tanzania na kuleta matokeo katika sekta ya afya, kuonyesha namna ambavyo tafiti ambazo zimefanyika katika sekta ya afya kwenye upande wa Tanzania zimeweza kuinfluence change in terms of practice but also change in terms of policy. Kwa hiyo yote hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tutajifunza katika hizi siku ambazo tuko hapa. Na vile vile, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye hizi tafiti tumechanganya watafiti. Kuna waliobobea, kuna wale ambao ni upcoming, lakini kuna wale ambao wamekuwepo kwa miaka labda 5 mpaka 10. Maadhimisho ya kilele cha wiki ya afya kitaifa yanatarajiwa kufanyika Aprili 8 mkoani Dodoma, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi. Asante sana Pendo kwa taarifa hiyo. Mbunge wa jimbo la Mwanga Joseph Tadayo ametembelea majeruhi wa ajali ya basi la Mvungi iliyotokea eneo la Mamba Ugweni wilayani Mwanga mkoani Kilimanjaro Aprili 3 mwaka 2025 na kusababisha vifo vya watu 9 ambapo miongoni mwao ni mtoto wa miaka 2 pamoja na majeruhi 41. Fina Limo kutoka mkoani Kilimanjaro anaarifu zaidi. Akizungumza mara baada ya kutembelea majeruhi waliolazwa katika hospitali ya rufaa ya kikanda ya KSMC na hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kilimanjaro Mawenzi, amesema majeruhi hao wanaendelea vizuri na kwamba wapo baadhi ambao wameruhusiwa kurejea majumbani. Kaimu mkurugenzi wa hospitali ya rufaa ya kikanda ya KSMC Dr. Sara Urasa amesema endapo ajali inapotokea ni vyema magari ya kubebea wagonjwa wa dharura yawe yanaenda na watu wa huduma katika eneo la tukio ili kuokoa majeruhi. Tulipokea majeruhi 7 kutoka eneo la ajali. Bahati mbaya tulipoteza mmoja baada ya mgonjwa yule kufika hapo, na baadaye tulipata mwingine mmoja ambaye alitoa rufaa kutoka kule alipokuwa anatibiwa, alifika hapo. Kwa hiyo sasa hivi tumebakia na wagonjwa 6 kwa sababu huyo mmoja alifariki na mwingine majeraha yake hayakuhitaji yeye kulazwa, hivyo aliruhusiwa kwenda nyumbani. Tunashukuru serikali kwamba sasa hivi kuna ambulance karibu kila hospitali, kila wilaya ina ambulance yake, lakini nadhani ingekuwa ni vyema zaidi iwapo kama kuna dharura imetokea ya ajali au maafa mengine, basi hizi ambulance zio zinaenda na watu wa huduma wa afya. Kwa mfano, ambulance inatoka maeneo ya hospitali fulani inaweza ikafika, kwa mfano hapa Kilimanjaro katika KSMC
tukatoa wa huduma madaktari na wauguzi wenye utaalamu ili waweze kwenda kusaidia kuanza kutoa huduma kule kabla mgonjwa, bila kusubiri mgonjwa kufika hapa ndio apate huduma, kwa sababu kuna wagonjwa wengine wanafika hospitali wanatoka kule vizuri, lakini wakifika hospitali ndipo wanapopata maisha, wanapopata roho. Dereva wa basi hilo Aidan Mruma akaelezea chanzo cha ajali hiyo. Hamisi Mruma ndio dereva wa ile basi. Wakati tunaanza safari, kwanza tumeshaanza safari, tuko njiani maeneo ya Msambweni, na gari moja ndogo ilikuja mbele yetu, ikawa imekaa side yetu. Sasa mimi nikajaribu kuipisha, lazima ukiipisha uende njia ya vumbi kwa sababu lami yetu ni nyembamba. Kaenda njia ya vumbi, ndio gari ngema ikakatika, gari nzito ile, ndio ngema ikakatika, kaangusha gari. Kwa kidogo ndo na shida, kwa sababu najua ile gari kubwa ilivyoingia kwenye njia ya vumbi na ile kutitia kwa najitahidi kuirudisha kwa mkungu. Kwa hiyo steering zilinyanyuza kwa kiasi kikubwa. Hapo na pia na ile kuanguka, unagongwa huko, unarudishwa, unagongwa huko, unarudishwa. Katika ajali hiyo watu 9 wamefariki dunia, akiwemo mtoto wa miaka 2 na majeruhi 41, na kwamba wamepatiwa matibabu na wanaendelea vizuri. Wengine tayari wameruhusiwa kutoka hospitalini na kuendelea na matibabu akiwa majumbani. Asante sana Fina Limo kwa taarifa hiyo. Wananchi waliokumbwa na kadhia ya nyumba zao kuezuliwa na mvua iliyoambatana na upepo hivi karibuni manispaa ya Musoma mkoani Mara wamemshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwasaidia kukarabati na kujenga nyumba zao zilizokuwa zimeharibiwa. Adam Kadutu anaripoti kutoka Mara. Haya yanajiri wakati mkuu wa mkoa wa Mara alipotembelea maeneo yaliyopata athari kutokana na mvua iliyonyesha hivi karibuni, ikiambatana na upepo mkali usiku wa kuamkia Machi 24 mwaka huu, iliyopelekea kaya zaidi ya 300 kuachwa bila makazi hapa mjini Musoma. Lakini kwa msaada wa serikali tusaidie sana, na Mungu awabariki muendelee. Basi hatuna budi kwanza kumshukuru Mama Samia, rais wetu, kuwa bega kwa bega na sisi ambao tuweza kupata majanga siku ya tarehe 23. Kwa hivi sasa kwa kweli tunajua kwa kweli tumesaidiwa. Diwani wa kata ya Nyakato katika manispaa hii ya Musoma na viongozi wengine wa serikali katika mitaa iliyopata maafa wakatoa neno la pongezi kwa serikali, huku naye mdau wa maendeleo Bwana Wilson Mkama kwa kuguswa na tukio hilo anaamua kukabidhi kwa uongozi wa mkoa msaada wa magodoro 30 ili kusaidia kaya zilizoathirika zaidi. Napongeza sana serikali kwa ushirikiano iliyoutoa kwanza mwanzo wa tukio mpaka hivi leo. Watu wanajengewa nyumba zilizokuwa zimebomoka. Kwa hiyo nashukuru sana. Nashukuru serikali ya Mama Samia, tangu tarehe 23 tukio hili limetokea usiku. Serikali ya ngazi ya mkoa, wilaya na kata na pia mtaa tumeendelea kushirikiana. Tumeguswa na hatimaye tukaonelea ya kwamba tutoe mchango wetu, ya kwamba serikali imeweka mazingira bora, pamoja na kwamba tunatambua jukumu la maisha ya mtu ni la kwake yeye mwenyewe, lakini msisahau ya kwamba watu tunamiliki uhai. Imetokea hamasa kwa viongozi kwa ngazi zote, mkoa na wilaya pia, kuhamasisha wadau mbalimbali kushiriki, kuchangia ili kuweza kuwanusuru wahanga. Kisha naye mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi akatoa neno la kufariji. Mambo yameanza kutengemaa na karibu yatakuwa salama kabisa. Poleni sana, pokeeni sana salamu za pole tena kutoka kwa Mheshimiwa Rais. Yuko pamoja nanyi hatua kwa hatua. Asante sana Adam Kadutu kwa taarifa hiyo. Katika jitihada za kuendelea kuzuia vitendo vya uhalifu mkoani Mwanza, jeshi la polisi mkoani humo limeendelea kutoa elimu katika maeneo mbalimbali, likiwemo suala la kujiepusha na ukatili wa kijinsia. Emmanuel Mashaka ameandaa taarifa zaidi kutoka mkoani Mwanza. Akizungumzia elimu hiyo, kamanda wa jeshi la polisi mkoani Mwanza Willibrod Mutafungwa amesema katika kipindi cha mwezi mmoja jeshi hilo limefanya jumla ya mikutano 1035 kwa makundi mbalimbali. Mutafungwa amesema lengo la mikutano hiyo ni kuhakikisha mkoa wa Mwanza unaendelea kuwa salama
kwani wananchi wanapopata elimu inawasaidia kushirikiana na jeshi hilo katika kukomesha vitendo vya uhalifu pamoja na ukatili. Tuna mpango wa wakaguzi wa kata ambao wako katika kata zote za mkoa wa Mwanza. Pia wamefanya kuelimisha jamii. Kwa kipindi cha mwezi mmoja wamefanya mikutano na makundi mbalimbali, mikutano 769. Lakini kuna wakuu wa polisi ngazi ya mkoa kupitia dawati letu pia wameweza kufanya mikutano maeneo mbalimbali, ambapo jumla ya mikutano 156 imeweza kutolewa kwa wananchi katika makundi mbalimbali ndani ya mkoa wa Mwanza. Dawati la elimu ya usalama barabarani katika ngazi ya wilaya na mikoa imetolewa kupitia madawati hayo, ambapo waendesha vyombo vya moto, watembea kwa miguu, waongoza mifugo, wasukuma mikokoteni, jumla mikutano 113 ya uelimishaji imefanyika katika maeneo mbalimbali, yakiwepo maeneo ya stendi za mabasi, vijiwe vya bodaboda na kwenye mashule. Aidha, Mutafungwa amezungumzia hali ya usalama barabarani mkoani Mwanza, ambapo amesema jeshi hilo limeendelea kutoa elimu kwa watumiaji wa barabara, ikiwa ni pamoja na kudhibiti ajali za barabarani kwa kuwachukulia hatua madereva wanaokiuka kanuni za usalama barabarani. Katika swala la udhibiti wa ajali za barabarani, jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza limeendelea na operation ya kukamata madereva wanaokiuka sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani, ambapo kwa kipindi cha mwezi mmoja tumefanikiwa kudhibiti kwa kiasi kikubwa ajali za barabarani, sambamba na kutoa elimu ya usalama barabarani kwa makundi mbalimbali ya watumia barabara. Jumla ya makosa 6896 yalikamatwa na kutozwa faini. Makosa hatarishi 1540 yamekamatwa na baadhi ya madereva kufungiwa leseni zao za udereva. Makosa hayo ni kuendesha gari kwa mwendo kasi, dereva kuendesha gari akiwa amelewa, na wengine kuendesha magari mabovu. Magari mabovu 34 kwa kipindi cha mwezi mmoja yalibainika kuwa ni mabovu baada ya kukaguliwa, hivyo kutolewa namba za usajili na wamiliki na madereva wake kukabidhiwa magari hayo kwa ajili ya kuyatengeneza, ambapo yameweza kukaguliwa na kurudi barabarani baada ya kujiridhisha kuhusu ubora wake. Shirika la Hifadhi za Taifa Tanzania TANAPA limezindua kampeni ya Vote Now ndani ya Hifadhi ya Taifa Kitulo yenye utajiri wa maua ya asili kwa lengo la kuhamasisha Watanzania kuzipigia kura hifadhi za taifa 10 zilizoingia katika kinyang'anyiro cha kuwania tuzo mbalimbali za utalii katika vipengele 8 zinazotolewa na taasisi ya World Travel Awards. Taarifa ya Daniel Simerta kutoka Njombe inaarifu zaidi. Akizindua kampeni hiyo, kamishna msaidizi wa uhifadhi na mkuu wa idara ya utalii TANAPA Julie Bedelimo kwa niaba ya kamishna wa uhifadhi amewataka Watanzania kuhamasika kuzipigia kura hifadhi hizo ili zishinde na kunyakua tuzo hizo zitakazosaidia kutambulika zaidi kimataifa. Kitulo yenyewe inashindanishwa kama eneo bora zaidi Afrika kwa kufanyia fungate. Hiyo ndio hifadhi ya taifa Kitulo, hicho katika kipengele cha eneo bora zaidi la kufanyia fungate. Ama tuweza tukasema Africa's leading honeymoon destination. Hiyo ndio Kitulo. Lakini pia tunao kipengele kingine cha hifadhi bora zaidi ya taifa kwa Afrika, ambayo hifadhi ya taifa Serengeti imeingia hapo, na tunaenda kuipigia kura hifadhi ya taifa Serengeti, au kwa Kiingereza tunaweza kusema Africa's leading national park kwa mwaka 2025. Tunaamini Watanzania mkipiga kura tunaweza kushinda. Kura ziko kwenu, ushindi uko kwenu. Naweza tukapata ushindi, na tunategemea kabisa ushindi wa hifadhi hizi 8 katika makundi hayo 8 tunaweza tukapata. Kwa upande wake, mkuu wa hifadhi ya taifa Kitulo, kamishna msaidizi wa uhifadhi Hargazi, amesema kuwa hifadhi hiyo imestahili kuingia katika kinyang'anyiro hicho kutokana na upekee wake
na ubora wa spishi za maua aina ya orchid zinazopatikana maeneo machache sana duniani. Kitu kingine unique kuhusu hii hifadhi yetu ni kwamba hatuna wale wanyama wakali. Wala nyoka wale wakali hakuna. Kwa hiyo zile shughuli za kutembea, unaweza ukatandika mkeka wako au kinani chako chini hapo ukapumzika vizuri. Camping imekaa vizuri, walking safaris zimekaa vizuri. Hana haja ya kuanza kuogopa kwamba atatokezea nyati atanigonga au atatokezea chui atatokezea simba. Kwa hiyo kwa kweli utulivu ni wa hali ya juu sana, na hata hali yake ya hewa ni ya baridi. Kwa hiyo hata kama umegombana na mpenzi wako umenuniana, haitachukua muda mrefu, lazima utamrudia tu. Kwa hiyo tunawakaribisha sana katika hifadhi yetu hii. Hafla ya uzinduzi wa kampeni hiyo iliyomjumuisha msanii wa kizazi kipya Mbwana Yusuf Kirungi almaarufu Mbosso, ambaye kwa takriban miaka 4 iliyopita aliwahi kurekodi wimbo wake ndani ya hifadhi ya taifa ya Kitulo na kuonesha mazingira mazuri yaliyopagaisha wafuasi wake. Nilikuwa hapa Kitulo kama miaka 3 kama sio 4 nyuma. Niliwahi kuja hapa na niliweza kushuti video yangu ya wimbo wangu wa Tamu. Kwa nini nilichagua kuja kushuti Kitulo? Hakuna mtu alinishawishi nije kushuti Kitulo, ila nilivutiwa na Kitulo, nikaona nina kila sababu ya kuja kuishuti Kitulo na kuitangaza kufika sehemu tofauti. Nakumbuka mrejesho wangu wa kwanza kutoka kwenye video yangu ya Tamu alikuwa ni kakaangu anaitwa McRegan, kama mnamfahamu. Yeye alikuwa yupo kwenye zile comment. Nakumbuka aliwahi kunipigiaga akaniambia, bwana, na wageni wangu wanatoka Finland, nataka waje kutembelea ile sehemu uliyoshutia video ya Tamu. Nikiripoti kutoka hifadhi ya Kitulo iliyopo katika wilaya ya Makete, mkoa wa Njombe, mimi ni Daniel Smelta, TV Habari. Asante sana Daniel kwa taarifa hiyo. Imeelezwa kuwa mbinu na njia bora za ufundishaji kwa wanafunzi zimetajwa kuwa kichocheo kikubwa cha kupandisha ufaulu na kuwawezesha wanafunzi kufanya vizuri katika mitihani ya kitaifa. Taarifa zaidi na Joel Maduka kutoka Geita. Kauli hiyo imetolewa na mstahiki meya wa manispaa ya Geita Constantine Molandi wakati akihutubia mahafali ya 3 ya kidato cha 6 katika shule ya sekondari ya Shantamaini iliyopo kata Mtakuja wilayani Geita. Amesema mafanikio yanayoshuhudiwa katika shule hiyo ni matokeo ya ubunifu na juhudi za walimu katika kuandaa wanafunzi kukabiliana na mitihani ya kitaifa. Zungumza viongozi walionitangulia, imani ambayo wameizungumza na kuionyesha juu ya watoto wetu hawa ambao wanaenda kufanya mtihani wao wa kidato cha 6, nina imani watafanya vizuri. Na kwa historia ya shule yetu, kila mwaka tunazidi kuboreka vizuri zaidi. Kila mwaka tumekuwa na mafanikio mazuri. Na wanangu, ni wasie tu kwa jambo moja zuri. Tumekaa hapa Shantamaini kwa miaka 2. Kilichoko mbele yetu ni sehemu ya kututoa katika hatua nyingine ya kielimu kwenda kwenye hatua nzuri zaidi ya kielimu. Kwa upande wake, kupitia risala ya wanafunzi wa kidato cha 6, Mhitimu Joyce Ruben ameelezea kuwa walimu wamekuwa msaada mkubwa kwao hasa katika maandalizi ya mtihani ya majaribio, jambo lililowasaidia kuongeza kiwango chao cha ufaulu. Tumeweza kufanya mtihani mbalimbali ya ndani na nje, ikiwa mtihani wa utimilifu wa kidato cha 6 kanda ya Ziwa, yani mock exam, uliofanyika kwa mikoa 4 ya kanda ya Ziwa ambayo ni Geita, Mara, Mwanza na Kagera. Tuliweza kupata matokeo kama ifuatavyo: Division 1 7, Division 2 27, Division 3 42 na Division 4 4. Lakini pia tumefanya mtihani wa kwanza wa mkoa kujiandaa na mtihani wa taifa, yani Joint Pre-Nectar 1, na kupata matokeo kama ifuatavyo: Division 1 36, Division 2 25 na Division 3 16. Mazingira ya simu kwa watoto wenu, usijaribu kuachia. Usijaribu kuachia. Mkiwaachia hawatumii kwenye mazingira ambayo sisi tunatarajia au ninyi wazazi mnatarajia. Anaweza akakesha anachaji simu yake halafu anawasiliana na hawalake. Matumizi ya simu ni sahihi, lakini kama yatatumika vizuri. Lakini simu hizi pia zina madhara endapo zitatumika bila uangalizi. Kwa maana bado wana umri wa utoto, bado ni wanafunzi na wanahitaji kuwa na ndoto zingine baadaye. Kwa wanahitaji kuendelea kukomaa na kuendelea kujua matumizi sahihi ya simu hizi kwa ajili ya manufaa ya teknolojia. Tunaelekeza watoto wanapokuwa shuleni hasa wasipewe simu na wazazi wao. Lakini inaleta kigugumizi pale wazazi wanapokuwa hawaelewi
nini madhara ya kuwa na simu maeneo ya shule. Hapo ndipo inaleta shida. Mahafali hayo yameacha ujumbe mzito kwa jamii, wazazi na wadau wa elimu juu ya umuhimu wa ushirikiano katika kuinua kiwango cha taaluma. Ushirikiano kati ya walimu, wanafunzi na wazazi umebainika kuwa nguzo kuu ya mafanikio yanayoshuhudiwa katika shule ya Shantamine. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Hali ya ukuaji wa uchumi wa Tanzania katika robo ya pili ya mwaka inatarajia kukua kwa 6.1%.